wapambanaji mapambano haya dhidi ya ukatili ambao unaendelea, uwe kwa vijana, uwe kwa wazee, kwa watoto, lakini je, wao wanajina asibu vipi? Karibu sana bwana Swima. Asante sana. Asante sana. Kwanza nina furaha kubwa kuungana na Mpanda Radio FM siku ya leo, na nimefurahi kuwaona ndugu zangu, nimewakuta mna afya njema. Naam. Ni jambo jema sana. Bwana, mimi kwanza kwa sababu niko online hapa, naona kuna watu wananisikiliza. Naam. Ningetaka nianze na utambulisho. Mimi kwa majina naitwa Edward George Swima, ni katibu wa SMAUJATA. Ndio. Nafikiri wengi watakuwa wanasikia neno hili SMAUJATA wajui SMAUJATA maana yake nini. SMAUJATA ni kifupi cha maneno shujaa wa maendeleo na ustawi wa jamii. Kama nilivyojieleza, tupo kwenye jamii, kwa maana tunashughulika na masuala ya maendeleo kwa maana juu ya watu, lakini pia ustawi kwa maana ya shughuli zote zinahusiana na masuala ya uimara wa jamii zetu, kwa maana ya jinsia zote. Inawezekana ni watoto, wanawake, wanaume, wazee, watu wenye mahitaji maalum kwa maana ya walemavu. Kwa hiyo slogan yetu sisi kama SMAUJATA tuna kauli mbiu yetu, tunasema kataa ukatili, wewe ni shujaa. Kwa mtu yoyote ambaye ana uwezo wa kukataa ukatili, tunasema yeye ni shujaa. Kwa hiyo yoyote yule anayenisikiliza anaweza akawa ni shujaa endapo tu atakuwa amekataa kukubali aina yoyote ile ya ukatili. Kama SMAUJATA mkoa wa Katavi, tunadili sana na ukatili. Ndio sehemu kubwa tunayopambana nayo, ukatili. Na nafikiri watu wengi huenda wakawa wanasikia neno hili ukatili, lakini sio wote wenye uwezo wa kuelewa ukatili ni nini. Wakati mwingine mtu anaweza akafanyiwa ukatili lakini hajui kwamba nimefanyiwa ukatili. Wakati mwingine mtu anaweza akamfanyia ukatili mtu mwingine pasipo kujua kama alichokifanya ni ukatili kwa mtu mwingine. Kwa hiyo inawezekana ukamfanyia ukatili mtu bila kujua, au wewe ukafanyiwa ukatili pasipo kujua. Ukatili kwa tafsiri ya kawaida ni kitendo ambacho mtu anaweza akafanyiwa bila ridhaa yake. Hiyo ni tafsiri ya kawaida. Lakini tafsiri kubwa ile inaobeba maana nzima. Ukatili ni kitendo kinachoweza kufanywa na mtu au kundi la watu kwa mtu mwingine au watu wengine kwa kutumia nguvu au vitisho vitavyokwenda kusababisha madhara ya kimwili, kisaikolojia au kiuchumi. Na hapo ndio tutakuja kuangalia aina za ukatili. Sasa kutokana na muda wa leo, tutazungumza juu ya maeneo machache ya muhimu ambayo pengine hata wasikilizaji wanaweza wakawa na elimu kidogo kuhusiana na ukatili. Ukatili huu, kuna vitu vinaitwa ishara za ukatili. Ndio. Lakini pia kuna vitendo vya ukatili. Tofauti kati ya ishara na vitendo, ishara ni kama viashiria vya ukatili ambavyo mara nyingi vinakuwa ni kama havijakamilisha ule ukatili, lakini vitendo vyenyewe vinakuwa vimethibitisha kitendo cha ukatili wenyewe husika. Kwa hiyo mimi nataka nizungumzie vitendo vya ukatili. Vitendo vya ukatili ni pamoja na mtu kupigwa. Na tunaposema kupigwa, kuna kupigwa kwa aina nyingi. Inawezekana ni ngumi, mtu kakupiga ngumi, mtu kakupiga kofi, mtu kakupiga kichwa, vyote hivyo ni kupigwa. Lakini kuna kubakwa. Hicho ni kitendo cha ukatili. Kubakwa. Tafsiri ya kubakwa ni tunafahamu ni kumwingilia aidha mwanamke pasipo kuwa na utayari. Lakini pia tuna kitendo cha kulawitiwa, ni kitendo cha ukatili, kulawitiwa. Tafsiri ya kulawitiwa
ni kitendo cha kumwingilia mtu kinyume cha maumbile, hiyo ni kulawitiwa. Lakini kuna kulazimisha kujamiana, hichi ni kitendo kingine cha ukatili, kulazimisha kujamiana. Inawezekana ni kwa kushawishi kama kwa vitisho au kwa nguvu. Hiyo nao ni kitendo cha nini, cha ukatili. Hapo kwenye kulazimishwa maana yake sio mwanamke tu anaweza kulazimishwa, hata mwanaume. Yes. Okay. Hata mwanaume anaweza kulazimishwa kujamiana. Kwa hiyo kulazimishwa imekaa katikati, ni kwa pande zote. Yes. Na kama tulivyosema, ukatili unaweza ukafanyiwa au ukafanya. Pasina ridhaa yako ukafanyiwa. Yeah. Au kwa kutishwa. Lakini kitendo kingine cha ukatili ni kutukanwa. Kutukanwa. Wakati naingia nilikuwa nazungumzia mada moja, nilikuwa naisikia kwa maeneo sokoni. Soko kubwa. Soko kubwa nilikuwa kwenye bucha za nyama. Nilikuwa nasikiza redio hiyo, maeneo ya bucha ya nyama. Wale wanaofanya vile huenda hawajui kama wanafanya ukatili. Okay. Na wengine pia wanaofanywa vile huenda hawajui kama wanafanyiwa ukatili, wakaona ni hali ya kawaida. Lakini kwa sheria na kwa utaratibu, kumtukana mtu ni kitendo cha ukatili. Lakini pia kutukana ni kitendo pia unachofanyiwa cha ukatili. Kitendo kingine ni kudhalilishwa kwa maneno au vitendo. Kudhalilishwa inawezekana bado pale wale wanatabia kukushika. Anaweza kukushika nyonyo bila ridhaa yako. Karibu nyama huku umeshikwa sehemu shangama kama msisimko, unaangalia sehemu za asili bado zipo. Hicho nacho ni kitendo cha ukatili. Lakini kitendo kingine cha ukatili ni kutelekezwa. Wanaume wanaweza wakawa wamewaoa wake, baada ya hapo anamzalisha, anamwacha. Lakini pia wapo pia wanawake wanaolewa, baada ya kutengeneza mali anamkimbia mwanaume pasipokuwa na makubaliano, huenda wamefunga ndoa. Pia nao huo nini, ni ukatili. Lakini ukatili huu unasababishwa na vitu vingi. Maana tunaweza tukajiuliza kwa nini ukatili unatokea. Lazima kuwe na sababu. Moja ya sababu muhimu za ukatili kutokea ni pamoja na umaskini. Umaskini. Mtu anaweza kama maskini, kuna hali ya ukatili ikamlazimika yeye kutokea na akaamua tu kutulia pasipo kuchukua hatua yoyote. Lakini mfumo dume, yani ile kwenye nyumba, kwamba bana mimi ndo mimi, wewe bana mwanamke utakaa tu hapa nyumbani hamna kutoka, mimi ndo tatafuta. Mkisharudi mwanaume, hofu inatanda huko ndani, watu wanakuwa hawana amani. Lakini chanzo kingine cha ukatili ni maandiko ya vitabu vya dini. Maandiko, kuna vitabu vingi tunafahamu vinaandika juu ya masomo au elimu. Wakati mwingine inaweza vikawa vimeandika vizuri, lakini zile tafsiri wanazopewa wale watu zikawa zimewapelekea kwenye kujenga kitu ambacho kikaenda kusababisha kutokea kwa ukatili katika jamii. Sema hiyo naionaga pia kwenye sanaa huko. Yes. Unakuta msanii amesema wacheni watoto wadogo waje Kongo, msiwazuie, maana ufalme wa Mungu ni wao. Sasa ukitafsiri vibaya, ukienda kwenye tafsiri sasa ile pale ya watoto, ndugu zangu wanaendaga mbali sana. Ndio kusema elimu ya kupokea maneno kutoka kwenye maandishi mbalimbali, asipotafsiriwa vizuri yanaweza kufanya matokeo ya ukatili kwenye jamii. Lakini ulevi, mtu akilewa, unajua maamuzi yake ni magumu. Inawezekana ni kwenye jamii au kwenye familia. Hivyo ni sehemu chache, lakini nimesema nataka niguse sehemu ndogo ndogo, ili zile za muhimu. Ukatili watu wanafikiri unaweza ukatokea nyumbani tu.
Sasa nataka tuongee na wasikilizaji hapa. Ukatili unaweza ukatokea eneo lolote lile. Pamoja na sokoni. Ndo kama hayo maeneo mlikuwa mnasema vitu hivyo vinatokea, mtu anapita mara huyu kamvuta, huyu kamshika. Huyo mtu ameenda kufanya shughuli zake. Amejiandaa kwenda kununua bidhaa. Anajua anaenda kununua wapi. Na macho yake ndio yanamuelekeza. Swala la yeye kuja kwako ni maamuzi ya ridhaa ya yeye mwenyewe. Kitendo cha wewe kuanza kumvuta, kumsema vibaya, tayari ule ni ukatili. Eneo lingine ni barabarani. Barabarani ukatili unaweza ukafanyaje? Ukatokea kwa mfumo wowote ule. Eneo lingine ni kazini, makazini. Kazini. Inawezekana ni kwenye maeneo ya ofisi, aidha za serikali, aidha binafsi, aidha maeneo ya nyumbani. Nazungumzia wale wadada wa kazi wanafanya kazi kwenye majumba, maeneo ya mabaa na sehemu zozote zile za biashara, kwenye maeneo ya kazi. Lakini nyumbani, na hapa ndio kwenye sehemu kubwa ukatili unapoanzia. Ukatili mkubwa unaanzia maeneo ya nyumbani, kwa sababu ni sehemu iliyojificha. Na tamaduni za huu ukatili unaofanyika kwenye maeneo ya nyumbani, mambo mengi yanafichwa, hawayatoi nje wale wanaofanyiwa ukatili. Ndio kama hivyo nilivyokuwa nazungumza kwamba vitisho, nguvu zinatumika. Unakuta mtu kapigwa usiku kucha, afu asubuhi unaona tu amevimba macho. Vipi bwana, imetokea nini? Sasa hapana, nilianguka au nilijigonga. Lakini kumbe amepigwa sana usiku. Kila kujigonga. Maeneo ya mengine, eneo lingine la unapofanyika ukatili ni maeneo ya mashuleni. Tulianzisha program ya kuzunguka kila kata na tunaendelea nayo SMAUJATA. Tunazunguka kwenye mashule, tunatoa elimu. Wakati mwingine tuna matukio ambayo tunayakutana nayo, kwa maana ya yale yanayotokea kwenye baadhi ya mashule. Watoto wenyewe hawa wanafunzi wanafanyiana ukatili wao kwa wao. Kwa juhudi kubwa zinafanywa kati ya walimu, zile kamati za ukatili za shule zile zinafuatilia. Watoto wanaenda ile tabia, watoto wanakuwa wanaenda chooni mara kwa mara. Lakini unakuta kule ukatili unafanyika. Si ndio? Na bahati mbaya hata wazazi tumekuwa hatuna utamaduni wa kukaa na watoto wetu wanapokuwa wanatoka shule. Hatuna mazungumzo ya pamoja ya kuwauliza siku nzima ilivyoenda. Na tunashauri sana wakati mwingine usikae muda mrefu bila kumkagua pia mtoto wako. Kague. Pengine unapomwogesha kagua. Lakini mjengee mazingira rafiki ya yeye kusema yale yanayokutana nayo, aidha barabarani au maeneo mengine. Na maeneo niliyosema kama sokoni, barabarani, tunawatuma watoto, na watoto ni wanafunzi. Sehemu zote hizo wanakutana na vitu vingi. Kwa wakati mwingine tunasikia kuna mtoto amepewa ujauzito, mwanafunzi. Kuna kesi nafikiri nakwambia inaendelea, kuna mtu amekamatwa, bado yuko kituo cha polisi pale, amempa mimba mwanafunzi. Huko tutaelekea. Kwa hiyo unaweza ukasema huyu mwanafunzi alikuwa anajitambua, ameamua tu. Lakini huyu mwanafunzi kama hajatimiza miaka 18 bado ni mtoto. Lakini pia vishawishi, kama nilivyosema, ukatili unafanyika maeneo mengi. Haujui kitendo cha kutoka shule mpaka nyumbani, hapa barabarani amekutana na vishawishi vingapi ambavyo vinaweza vikamsababisha yeye kuingia kwenye tukio la ukatili. Eneo lingine ambalo linaweza ukatokea ukatili ni maeneo ya mahospitalini. Kwenye mahospitali ukatili unaweza ukafanyika. Maeneo lingine ni maeneo ya gerezani. Haya ni maeneo ambayo ukatili unaweza pia ukafanyika. Eneo lingine ni maeneo ya vituo vya polisi.
ukatili pia unaweza ukafanyika. Lakini pia eneo lingine ni maeneo ya vituo vya magari, tunazungumzia stendi. Ndio hayo uliokuwa unasema kama ya sokoni. Abiria anaenda kusafiri, amefika tu pale mlangoni, kila huyo anamgombania, huyu kavuta, mara wakati mwingine hata wanapoteza hadi mizigo, mwingine anapoteza simu, fedha kwa sababu tu ya ile buguza. Nashukuru sasa hivi naona sheria zimewekwa vizuri, naona mambo yameenda yanapungua kwenye maeneo mengi. Nafikiri zipo aina za ukatili sasa kwa ujumla, ili twende tukamilishe, tuzungumze sasa kwa ujumla. Katika yote hayo tunajumuisha kwa ujumla kwenye ukatili, lakini ukatili umegawanyika katika makundi manne. Tunasema aina za ukatili. Kuna ukatili wa kimwili. Huu ukatili wa kimwili, vitendo vyake mtu kutambua kabisa nimfanyiwa ukatili wa kimwili, ni pamoja na kupigwa, ni pamoja na kusukumwa. Mtu anaweza kumsukuma ukajigonga, aidha ukajipigiza kichwa, kikosa balance, wakati mwingine unategua labda mguu, si ndio? Kunyang'anywa kitu kwa nguvu ni ukatili wa kimwili. Ndio ule mtu umeshika kamfuko kako unaenda kununua dagame kunyang'anya nyama huku nyama. Huo ni ukatili wa kimwili. Unalazimisha nguvu zako kutumika pasipo ridhaa, yani ili tu uweze kushika kile ambacho unakimiliki. Lakini aina nyingine ya ukatili ni ukatili wa kisaikolojia. Ukatili wa kisaikolojia. Hii ni aina nyingine ya ukatili. Na hapa ndo kwenye shida kubwa nyingi ambazo zinakuja kupelekea, kuna kitu kinaitwa afya ya akili. Afya ya akili ni shida ambayo iko kwa watu wengi sana. Hakuna mtu anaweza kujua kwamba ana shida ya afya ya akili. Lakini mfano mtu umekutana naye, unaongea naye, yeye anakuangalia. Anashinda, baadaye ndo anashtuka hivi. Hivi ulikuwa unasemesha? Ulikuwa unasemaje? Msongo wa mawazo ni shida hiyo ya afya ya akili. Sasa matukio ya afya ya ukatili wa aina hii wa kisaikolojia ni pamoja na kufokewa. Kufokewa. Yaani wewe umeamka asubuhi, kuna watu wana tabia wakiamka asubuhi, aidha ni mke wake, yeye ni kufoka tu. Watoto kabla ya kwenda shule au wamerudi, yani kwa hiyo wale watoto wanakuwa hawana amani. Muda wote wana hofu na huyo mtu kwamba sasa sijui. Kwa hiyo mtu anakuwa hana amani kwamba hichi nitachokifanya nitakuwa nimepatia au nimekosea, kwa sababu muda wote ni kufokewa. Lakini kuna kutukanwa, yani muda wote mtu yeye mpaka inafikia tu kuna watu wanasema nimeshazoea. Huwezi kuzoea kutukanwa. Kwamba bana nimezoea mimi bana, huyu ananitukana tu. Kwa hiyo matendo kama haya ya kisaikolojia yanadhoofisha sana mtu. Lakini kutishiwa, kutishiwa, yani umekaa na mtu asema wewe wewe tadili na wewe. Sasa mtu anatembea anakuwa na amani, sasa siji nitakutana naye, siji nini kitanikuta, muda wote anakuwa na amani kwa sababu tayari anatembea na vitisho. Lakini kuna kuaibishwa. Kuaibishwa katikati ya watu, umekaa mtu tu anaibuka anakutoa ya kasoro yote anayojua yeye katikati ya watu. Inawezekana ni kupitia maumbile au kupitia mavazi. Kwa hiyo wewe unajisikia mnyonge, unajisikia tofauti. Ile hali inakufanya muda wote unakuwa unafikiri tu kwamba sasa sijui mimi nikoje, au hii hali iko kwangu tu. Lakini pia kuna kusingiziwa. Mtu hujafanya jambo, mtu anaamua tu kukusingizia kwamba bwana hili jambo amefanya huyu. Baadaye paka unakuja kujua ukweli, mtu anaomba samahani. Lakini tayari wewe umeshachafuka. Kwa hiyo ile shida ya kichwa inakuwa inawaza vitu vingi, namna ya kujisafisha na nini. Lakini kuna kutuhumiwa, kwamba bana kuna jambo limetokea mfano hapo. Wewe una uhakika sema hapo bana
itakuwa huyu huyu, lakini hauna uhakika, ile tuhuma au hauna uhakika. Ndio hayo matukio yanayopelekea hata ukatili. Mtu unakuta labda anamvaa, mfano matukio kama haya yanayotokea ya kuibiwa nyeti, si ndio? Yani mtu anaibuka tu bana, huyu kanishika bega, si ndio? Nyeti zangu hazipo. Watu sasa pasipo kuhoji tayari wameshaanza kumvaa, kwa sababu fikra zao kwamba amna, itakuwa kweli bana, huyo ndo atatuharibia na sisi tupige, tuanze wanaanza kupiga. Haya, mtu labda amepoteza maisha, unakuja yule mtu kuchukuliwa kwenda katika maeneo ya uhakiki. Polisi wanafanya uhakika wa kuangalia nyeti, unazikuta mtu kashapoteza maisha na wewe ulimtuhumu. Kwa hiyo tuhuma pia zinasababisha ukatili mwingi katika jamii. Hii ni sehemu ya ukatili wa kisaikolojia. Lakini kutishiwa na silaha, mtu kaja akashika kisu au panga, unaona, hii ni ukatili pia wa kisaikolojia. Ukatili mwingine ni ukatili wa kingono. Ukatili wa kingono, ndio maana nimesema tunaeleza aina hizi, kwa sababu kuna watu hawajui kama huwa wanafanyiwa ukatili au wanafanya ukatili. Ukatili wa kingono ni pamoja na kubakwa. Matukio haya yamekuwa pia mengi katika jamii zetu. Kubakwa, mtu akishabakwa tayari tunajua ni kumuingilia mtu, aidha ni kwa nguvu au kwa kumlazimisha. Kwa ni tukio la kikatili kwa upande wa kingono. Lakini kuna ukatili wa kingono, kitu kingine ni kushikwa sehemu za mwili bila ridhaa. Kwa tunaelezea eneo hilo la sokoni. Mimi natumia sana eneo la mfano huo ili hao watu kama watatusikia wajue kwamba si vizuri kufanya hivyo. Mtu anapita, mara umemvuta au umemshika matiti, si maziwa, amepita. Kuna wengine wanashika hata sehemu za makalio. Ule ni ukatili wa kingono, kwa sababu umeshika sehemu za mwili ambazo huyu mtu unayemshika hajatoa ridhaa ya wewe ufanyaje kumshika. Ukatili mwingine wa kingono ni kukosewa uaminifu. Nakaa na mwanamke, mmependana, mmeahidiana, si ndio? Mmeahidiana bana, sisi pia geuza tutafunga ndoa tuwe mke na mume. Kwa hiyo bana tusaidie. Mtu ndo vile unaanzaga kusikia mtu amemchukua binti, ameanza kumsomesha. Somesha kufika chuo kikuu, mtu kamaliza hapo, asibana wewe sio type yangu, kadi ya ndoa hii hapo. Ule ni ukatili wa kingono. Kwa sababu mtu alikuwekea uaminifu, mmekaa naye muda mrefu, mmeahidiana vitu vingi, baadaye anakuja kuondoa ule uaminifu aliokuwa ameuweka. Lakini sehemu nyingine ni kufanyishwa ngono bila kinga. Kufanyishwa ngono bila kinga, huo nini? Ni ukatili wa kingono. Mtu anatumia nguvu, ndio ile bana, tunakwenda najua mambo tunavyozungumza sisi huwa sio hatuyafichi sana, kwa sababu ni sehemu ya vitu wanatakiwa watu waelewe. Tumechukua mwanamke bana, twende tukapumzike, si ndio? Kufika huko, kwa sababu na mimi kutokana na mazingira tumekutana leo, kwa hiyo siwezi mfano huu huwa tunaupeleka sana kwenye maeneo ya makazi, hasa zile kazi za nyumbani. Wadada wa kazi wale, fanya kazi bwana, nileteke binti huko, fanya kazi kwa mwezi, alafu 30,000. Sasa unajiuliza wewe, kama wewe ungekuwa unalipwa 30,000 hiyo, natoka asubuhi, natoka uoshe vyombo, upike, uogeshe mtoto, ufue, unaona ni havilingani kabisa. Lakini mtu ana shida, hata nataka tuelimishane hapa. Nafikiri kwenye eneo hili watu wakifahamu, itakuwa ni rahisi hata kujua
namna bora ya kuchukua hatua pasipo kuumizana. Matukio yote yanapotokea, vipo vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, jeshi la polisi. Na kwa upande wa jeshi la polisi, moja ya matukio ambayo hutaki kupita hata kwa mjumbe, hata kwa balozi, kama kuna uwezekano, ni ubakaji na ulawiti. Haya ni matukio ya moja kwa moja polisi, maana yake ni jinai. Moja kwa moja ripoti jeshi la polisi. Na kuna watoto wanabakwa au wanalawitiwa, lakini watu wengi hawajui. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.